Bwana Yesu asifiwe sana, mpendwa mtazamaji wa MHAE TV. Na kukaribisha sana katika kipindi chetu cha mkate wa leo. Bado tunaziangalia ahadi za Mungu zilizoandikwa katika Biblia kwa ajili yetu. Na tuko katika kitabu cha Injili ya Mathayo sura ya 10 mistari mitatu ya mwisho. Mistari mitatu ya mwisho wa 40, 41 na 42. Awapokeaye ninyi anipokea mimi, naye anipokeaye mimi ampokea yeye aliyenituma. Ampokeaye nabii kwa kuwa ni nabii atapata thawabu ya nabii, naye ampokeaye mwenye haki kwa kuwa ni mwenye haki atapata thawabu ya mwenye haki. Na mtu awaye yote atakayemnywesha mmojawapo wa wadogo hawa ngaa kikombe cha maji ya baridi, kwa kuwa ni mwanafunzi, amin nawaambia, haitampotea kamwe thawabu yake. Amen. Mpendwa mtazamaji wangu, hapa tunakutana na ahadi muhimu sana. Hii ni kati ya watumishi wa Mungu na wale wanaohudumiwa na watumishi wa Mungu. Watumishi wa Mungu tuna tabia ya kutembelea nyumba kwa nyumba, mtu kwa mtu, na kwa sababu hiyo itafika mahali mchana jua kali utakuta anahitaji kunywa maji. Sasa mambo hapa yako kama ifuatavyo. Anasema awapokeaye ninyi anipokea mimi. Yaani Yesu anawatuma watumishi wake kwenda kuhubiri Injili. Yawezekana ni nyumba kwa nyumba ama mtu kwa mtu. Sasa anasema awapokeaye ninyi anipokea mimi. Yaani kwa kifupi, atakaye kupokea wewe mtumishi wa Mungu ananipokea mimi. Alafu naye anipokeaye mimi ampokea yeye aliyenituma. Yaani ukimpokea mtumishi wa Mungu umempokea Yesu Kristo. Ukimpokea Yesu Kristo umempokea yeye aliyemtuma Yesu Kristo, yaani baba yake. Kumpokea hapa maana yake kumkubali na kumhudumia na kumkaribisha nyumbani ama ofisini kama atakuwa ofisini. Alafu anasema ampokeaye nabii kwa kuwa ni nabii atapata thawabu ya nabii. Nabii akituma kwako akikukuta ofisini ama nyumbani ukamkaribisha, utapata thawabu ya nabii. Yaani baraka alizobeba nabii zitakupata na wewe. Baraka atakazokuja nazo zitakupata wewe. Jambo lingine anasema naye ampokeaye mwenye haki kwa kuwa ni mwenye haki atapata thawabu ya mwenye haki. Mwenye haki maana yake mtumishi wa Mungu yeyote, sio lazima awe mchungaji, yeyote yule mwenye haki. Ukimpokea huyo mwenye haki utapata thawabu ama baraka za huyo mtu mwenye haki. Atakuambukiza haki, atakuambukiza baraka zake. Jambo la mwisho anasema na mtu awaye yote atakayemnywesha mmojawapo wa wadogo hawa ngaa kikombe cha maji baridi. Yaani maana yake mtu yeyote atakayemnywesha mmojawapo wa watumishi wangu ngaa kikombe cha maji baridi, walau maji baridi, walau chupa ya ndogo ya maji baridi, walau maji ya glasi moja ya baridi, huyo Biblia inasema hatakosa thawabu. Thawabu hapa maana yake baraka. Hatakosa baraka za Mungu. Mungu atambariki sana. Tafsiri yake ni kwamba mtumishi wa Mungu akija kwako, jitahidi sana asiondoke jinsi alivyokuja. Narudia, mtumishi wa Mungu akija kwako, jitahidi sana asiondoke jinsi alivyokuja. Utakosa kitu kikubwa sana. Pambana, mpe chai, mpe soda, ama mpe maji basi. Soda hauna, chai huna. Maji je? Mkiingia hata maji bombani mpe, mwambie baba, naomba unywe haya maji. Utapata baraka hujawahi kuona.
Wengine wanafikiri amekuja tu kusalimia na nini, tunaongea baadaye mnaagana imeisha. Hapana. Mtumishi wa Mungu akija kwako usikubali atoke alivyokuja. Pambana, mpe kitu chochote aweke mdomoni. Chochote unaweza mpata kipande cha ndizi. Hata kipande cha chungwa. Wewe pambana uhakikishe asirudi alivyoingia. Akirudi alivyoingia anaondoka na baraka alizokuletea. Kwa hiyo utakuwa umepoteza kitu cha thamani kubwa sana. Lakini ukimpa hata kikombe cha maji baridi, hata ukimpa glasi ya maji baridi au maji, nategemea wengine hawanywi baridi, lakini ukimpa walau maji, yeye nakwambia utashangaa hata baraka. Wako wengi baraka zao wamepoteza kwa kufikiri amekuja tu kusalimia basi kawaida tu au umemzoea na nini. Hapana, hata kama umemzoea, akija kwako anakuja kwa namna ambayo amebeba baraka. Watumishi wa Mungu wanatembea na baraka. Kwa hiyo jitahidi sana kuhakikisha umempa walau kikombe cha maji baridi akubariki. Mungu wa mbinguni akubariki. Bila shaka umeelewa nasema nini. Tukutane kwenye kipindi kijacho. Usiache kuniunga mkono kwa kusubscribe kwenye akaunti yangu na kulike na kucomment, na kwa njia hiyo utapata baraka. Asanteni wale mliofanya hivyo, mbarikiwe sana. Na wewe ambaye bado, fanya hivyo, maana baraka za Mungu zipo zinakusubiri. Ukifanya tu Bwana atakubarikia. Kubariki Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Amen.